Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema anaunga mkono kilichofanywa na jeshi la polisi katika mkoa huo cha kumkamata makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, na kwamba kiongozi yeyote ambaye hatofuata sheria zilizowekwa atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Chalamila amesema hayo jijini Dodoma wakati akiongea na waandishi wa habari, na ameonya Watanzania wote waliopanga kwenda kufanya vurugu katika mkoa huo hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jambo la kwanza muhimu ni kuhusiana na kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yeye na wafuasi wake, katika eneo ambalo mimi mkuu wa mkoa ninahudumu, mkoa wa Dar es Salaam, katika eneo la Kariakoo. Imetokea malalamiko yaliyoletwa na chama hicho kuonyesha kwamba jeshi la polisi limetumia nguvu kubwa sana kuweza kuoppress. Naomba nifafanue jambo moja, ndugu waandishi wa habari, kwamba ifike wakati sisi kama Watanzania tuwe very serious na tunachotaka kukifanya. Mkoa wa Dar es Salaam ni moja ya mikoa very sensitive, na kwamba huwezi kuamua kila mahali kuwa ni eneo la siasa la kufanyia mikutano ya hadhara. Tumekwisha zungumza mara kadhaa kwamba eneo la Kariakoo ni eneo ambalo ni la wafanyabiashara na ni eneo ambalo lina attract wafanyabiashara kutoka pande nyingi za Tanzania na hata nje ya Tanzania ili kuja kufanya biashara kwenye maeneo hayo. Muda mwingi maeneo hayo yanakuwa na misongamano, na tunatumia nguvu kubwa sana pia kuweza kulinda raia na mali zao ili kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira rafiki na mazingira ambayo hayataharibiwa na jambo lolote. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Naomba nitoe rai kwa viongozi wote wa vyama vya siasa kwamba tunapozungumzia umuhimu wa kulinda maslahi ya taifa letu tunamaanisha, na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunajichelewesha pamoja na kutengeneza sifa za kijinga ambazo hazitastawisha taifa letu. Niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugwi hata kidogo. Tumefika wakati tumeanza kuleta mizaha ambayo si taswira njema kwa taifa letu. Tunafanya mizaha ya kutafuta sympathy kwa mataifa ya ndani na mataifa ya nje, lakini lazima tufahamu kwamba the secret of success always is consistency to the purpose. Kama hautaelewa unakoelekea, lazima utapotea tu. Lakini kwa kuwa taifa limekusha seti
dira ya wapi tunataka kuelekea, sote tufuate hapo. Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba yoyote kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yoyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anakotokea. Kamwe asiharibu amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, ndugu wa Tanzania, nimeona nizungumze haya machache kwamba imezuka tabia ya kutafuta sifa na kutafuta huruma kwa Watanzania baada ya kufanya mambo yasiyofaa. Tusiwe washabiki hata kidogo kwa tabia hizi ambazo si njema na ambazo tukiziruhusu zinaweza mwisho wa siku zikasimamisha taifa na tukaanza kuunda upya amani iliyopo. Tuheshimu zile R4 ambazo ameziasisi Mheshimiwa Rais na ambazo tunaamini ndio msingi mkubwa wa kulijenga taifa letu. Na kama hujazielewa hizo, ni muhimu pia kufuata taratibu zingine za kisheria ili kuweza kufikia katika yale ambayo taifa linaweza kuwa limejikita huko katika kuhakikisha tunalikuza, tunalijenga na kuweka mshikamano ambao utadumu leo na hata baadaye. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, mkawe mabalozi wazuri kwa watu wote kwamba huu sio wakati hata kidogo wa kuitana kutoka mahali mbali au kutoka sehemu zote za Tanzania ili kuzungumzia agenda ya kufanya vurugu au kuzungumzia agenda ambayo ni nje na agenda za kitaifa. Ndugu waandishi wa habari, nafikiri nyie mnafahamu ya wazi kabisa kwamba ili uwe chama cha kisiasa zipo taratibu, zipo sheria, zipo kanuni ambazo unapaswa kuzifahamu hata bila mtu yoyote kufafanulia. In order to be called a political party, there are some of the principles, some of the laws that you must be aware with before any person else to tell you, to narrate to you, or to promulgate or to gazette anywhere. Na kwa mantiki hiyo, kwenye maeneo kama ya hospitali, huwa tunabandika vibao, hauruhusiwi kupiga kelele, hauruhusiwi kupiga honi, tukitarajia vibao hivyo vinamuonesha anayejua kusoma aangalie na aweze kusoma na achukue hatua. Maeneo ya jeshi huwa tunabandika vibao, huruhusiwi kupiga kelele, huruhusiwi kutupa taka, pamoja na maeneo mengineyo. Eneo la Kariakoo, ndugu waandishi wa habari, kama mliona siku chache zilizopita, limekuwa ni eneo ambalo baadhi ya watu pia wanalalamikia kwamba limejaa sana. Kuna klipu nyingi zinaruka, na kwa mantikio tumeendelea kutumia nguvu nyingi kulinda rasilimali za watu na kulinda maisha ya watu wake. Napozungumzia kwamba tutatoa maeneo hayo, nazungumzia uradidi wa kutoa taarifa, repetitive, kwa maana ya kurudia tena kwa wale watu ambao hawana maarifa ya kufahamu kwamba yapo baadhi ya maeneo ambayo kwa nini usiende Lugalo kufanya mkutano wa hadhara? Kwa nini usiweze kwenda hospitali ya Mwananyamala kufanya mkutano ya hadhara? Ni kwa sababu maeneo hayo ni protective, kwa maana kwamba si kila mmoja anaruhusiwa kuweza kufanya vurugu hapo kwa kuwa yana jambo ambalo ndani ya taifa letu kuna interest kubwa ndani yake. Kwa hata maeneo ya Kariakoo, maeneo ya mahospitalini, maeneo ya makanisani, maeneo ya misikitini, na ndio maana tuna open spaces ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ambazo ndani yake zinatumika kwa ajili ya mikutano ya hadhara, yakiwepo baadhi ya maeneo yanayomilikiwa na vyuo vikuu kama vile maeneo ya Biafra, yale maeneo ya wazi yanayomilikiwa na Chama cha Mapinduzi, na pamoja na maeneo mengineyo mengi sana ambayo ni open space. Maeneo hayo yako tayari kwa ajili ya kupokea wanaoomba maombi kwa ajili ya kufanya mikutano kwenye maeneo hayo, lakini si kwa maeneo mengineyo ambayo yana interest kubwa ya taifa letu.